بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. آداب الجماع، آداب زتendo la ndoa. Adabu aljimaa, adabu za tendo la ndoa. Na hizi adabu zimegawanyika katika hali mbili. Kuna adabu ambazo zinapatikana katika muqaddimat aljimaa, muqaddimatul jimaa, vile ambavyo vinatakikana kutangulizwa katika aljimaa. Lakini kadhalika upande wa pili ni zile adabu inda aljimaa, wakati wa kufanyika lile tendo la aljimaa. قال الشيخ محمد ابن أحمد كنعان رحمه الله تعالى، amesema al-Sheikh Muhammad ibn Ahmad Kan'an rahimahullahu ta'ala katika kitabu usulul muasharati az-zawjiyya, usulu al-muasharati az-zawjiyya, misingi ya maisha ya kindoa. Amesema mule ndani miongoni mwa adabu ambazo zinatakiwa kufanyika kabla al-jimaa, at-tazyinu wat-tatyib. At-tazyinu wat-tatyib ni kujipamba, kadhalika na kujiremba. Ni kujipamba, hali kadhalika kujiremba. Ni mtu kujipamba na mtu kujiremba kwa ajili ya mke wako, lakini kadhalika mwanamke kujipamba na kujiremba kwa ajili ya mume wake. Watashtamilu zina, na inakusanya jambo la mapambo. Kipengele cha kwanza, jambo la kujipamba na kujiremba linakusanya mambo yafuatayo. Kipengele cha kwanza, na kipengele cha kwanza, irda'u zawjati almalabis aljamila. Irda'u zawja almalabis aljamila ni kuvaa mke mavazi mazuri. Mwanamke anatakiwa kuvaa mavazi mazuri lizaujiha, kwa ajili ya mume wake. Kuvaa ile rida, ile nguo ya chini, avae nguo yake nzuri lizaujiha, kwa ajili ya mume wake. Alqasiru minha watawilu, sawasawa itakuwa fupi katika nguo zake au itakuwa ndefu. Hii ni katika adabu, hizi ni katika adabu. Sawasawa hiyo nguo itakuwa ni fupi au itakuwa ni ndefu. Ashifafu minha au ashafafu minha wa ghayruhu, sawasawa itakuwa ni nyepesi au ni nzito. Ma la yujadu ma'ahuma ghayruhuma, muda ya kuwa hapatikani pamoja nao mwingine yoyote kinyume nao, muda ya kuwa wako wawili tu, wawe mtu na mume wake, awe mwanamke na mume wake. Kwa hili linapatikana katika at-tazyin, hili linapatikana katika at-tazyin. Kipengele cha pili katika at-tazyin, al-i'tina'u binadhafati jasadiha, ni mwanamke kutilia umuhimu katika kuusafisha mwili wake, wa famiha, kadhalika kuusafisha mdomo wake. Al-i'tina' ni mwanamke kutilia umuhimu binadhafati jasadiha, katika kuusafisha mwili wake, kadhalika wa famiha, kadhalika na mdomo wake. Hali kadhalika na hili kwa mwanaume, si kwa mwanamke peke yake, bali kadhalika na hili kwa mwanaume, au safishe mwili wake na kadhalika asafishe kinywa chake. Jambo la tatu katika at-tazyin, jambo la tatu katika at-tazyin wa tatyib, izalatu raihati al-kariha, kuondoa ile harufu chafu, kuondosha ile harufu chafu, harufu mbaya. Min ibtaiha, kutoka katika makwapa yake, kutoka katika makwapa yake, aondoe ile harufu chafu inayopatikana katika makwapa yake. Na haya mambo anasema al-Imam Muhammad ibn Ahmad Kan'an, yuf'alu qabla al-mubadha'a, yanafanyika haya mambo kabla ya watu kuanza kufanya kile kitendo cha jimaa. Qabla al-mubadha'a, al-mubadha'a wa fi bud'i ahadikum sadaqa. Mfahamiana vizuri? Hilo ni jambo la kwanza, hilo ni jambo la kwanza. Jambo la kwanza tumesema ni at-tazyin wa at-tatyib, ni kujipamba na kujiremba, kujipamba na kujiremba. Jambo la pili ni at-ta'arri, jambo la pili ni at-ta'arri, kukaa bila nguo. Bila nafsi, at-ta'arri, kukaa bila nguo. Laysa min al-mustahsan, si katika uzuri, si katika wema.
an yujami'a ar-rajulu zawjatahu kumjami'i mwanaume kumjami'i mke wake wa huma yalbasani thiyabahuma na hali ya kuwa wao wamevaa nguo zao si katika al-istihsan si katika wema si katika uzuri. tumefahamiana vizuri. lianna dhalika la yusa'iduhuma kwa sababu hilo jambo la kufanya jimai hali ya kuwa wamevaa nguo la yusa'iduhuma hali wasaidi wao ala istikmali al-istimna' al-matlub juu ya kukamilisha ile starehe inayotakikana. tumefahamiana vizuri. waliannahu na kwa sababu la haraja hakuna ubaya ala ahadi zawjaini juu ya mmoja wa wanandoa wawili fi an-nadhr kutazama ila ayi mawdhi'in min al-jasad al-akhar kutazama sehemu yoyote katika mwili wa mtu mwingine sawa sawa mwanamke anamtazama mwanaume hakuna ubaya katika hilo au mwanamke anamtazama mwanamume hakuna ubaya katika hilo hata al-farji mpaka utupu hakuna ubaya katika hilo. hili ni jambo la pili at-ta'arri. tumefahamiana vizuri. jambo la tatu katika adab qabla al-jima' al-muda'abatu kuchezeana al-muda'aba. hizi ni katika adab. والمراد بالمداعبه na makusudio ya kuchezeana al-mula'aba ni kufanyana michezo والملاطفه kadhalika kulainishana bil fi'li wal qawli kwa vitendo na maneno bil fi'li wal qawl kwa vitendo na maneno. wal maqsud min al muda'aba na makusudio katika al muda'aba al istinfaru shahwa istinfaru ash-shahwa ni kuziandaa zile shahwa ni kuziamsha zile shahwa kuyaamsha matamanio na ndio maana kuna kuwa na al-muda'aba kuna kuwa na al-mula'aba. tumeelewana vizuri. falmudaba'atu bilfi'li takunu bima yali al-muda'aba bilfi'li takunu bima yali falmuda'abatu bilfi'li takunu bima yali. muda'aba kuchezeana kwa vitendo kunakuwa ni kwa yale yafuatayo. jambo la kwanza at-taqbilu kubusiana at-taqbil kubusiana wa ahsanuhu taqbilu al-fami na bora zaidi ni kubusu mdomo bora zaidi katika hilo at-taqbil ni taqbilu al-fami ni kubusu mdomo wa yajuzu massu lisan na inafaa kunyonya ulimi. شيخ عمر نعم. أما jambo la pili katika al-muda'aba bil-fi'li ni mudaba'atu ath-thadiyaini kuchezea matiti mawili. biasabihi kwa vidole vyake wa takbilihima kadhalika kuyabusu matiti hayo mawili wa tardhi'ihima na kuyanyonya matiti hayo mawili. wa hadha yuthiru na hili linaamsha jidda shahwa almar'a na hili linaamsha sana hisia za mwanamke. na amma jambo la tatu mudaba'atu kulli min az-zawjayn ni kuchezeana kila mmoja katika wanandoa wawili adhu al-akhar kuchezea kiungo cha mwingine biyadihi au bighairiha kwa mkono wake au kwa kinginecho kisichokuwa mkono.
نعم. سئل الإمام أبو حنيفة أموليزوا الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى عن مس الرجل فرج زوجته وعكسه. أموليزوا الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى kunako kunyonya mwanaume farji ya mke wake. Ameulizwa hili Abu Hanifa, je, ni jambo ambalo linafaa katika sharia? Faqala la ba'sa bihi, akasema Abu Hanifa hakuna ubaya kwalo, wa arju an yu'azzima ajruhuma, na natarajia ujira wao utakuwa mkubwa kwa kufanya jambo hili. Huyu ni al-Imam Abu Hanifa, lakini jambo hili lina mambo mengi, na kauli iliyokuwa sahihi zaidi ni kauli ambayo wamekuna nayo wengi katika wanawachuoni, kwamba ni jambo hili ni jambo lisilofaa. Kitendo hichi ni kitendo kisichofaa. Mwanaume kumnyonya uchi mwanamke na mwanamke kumnyonya uchi mwanaume ni jambo lisilofaa, lakini wako katika wanawachuoni wamezungumza kuwa la ba'sa bihi insha Allah, bali wametarajia malipo makubwa katika hilo. Tumefahamiana vizuri. Na jambo la 4 ni al-mubashara, kukumbatiana. Katika hilo al-mudaabatu bil fi'li, katika hicho kipengele cha al-mudaaba bil fi'li ni al-mubashara ni kukumbatiana. Tumeelewana vizuri. Na la mwisho kabisa katika al-mudaaba bil qawli, anasema rahimahullahu ta'ala fatakunu bitabadulil kalimat, inakuwa ni kwa kupeana maneno matamu. Inakuwa hili jambo kwa kupeana yale maneno yaliyo matamu. Hizi ni katika adabu ambazo zinatakiwa kufanywa qabla aljimaa. nafikiri tumefahamiana vizuri. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.